Karibu tena katika kipindi chetu ambapo tunachozungumza kuhusiana na tamaduni mbalimbali za ajabu na za kuvutia kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Leo tunasafiri hadi msitu mkubwa wa Amazon Rainforest uliopo katika nchi ya Brazil. Huku ndipo tunapokutana na kabila moja la kipekee sana duniani linaloitwa Satere Mawe. Kabila hili lina historia ndefu sana na linaishi katikati ya misitu mikubwa ya Amazon kwa mamia ya miaka. Watu wa kabila hili wanaishi kwa kuzingatia sana mila na desturi walizorithi kutoka kwa mababu zao. Wanaamini kuwa mila hizi ndizo zinazolinda utambulisho wao na kuwafanya waendelee kuwa na nguvu kama jamii. Moja ya tamaduni inayovutia sana kutoka kwa watu wa kabila hili ni sherehe maalum ya kubadilisha wavulana kuwa wanaume kamili wa jamii. Katika jamii nyingi duniani kuna sherehe za kuingia utu uzima, lakini kwa kabila la Satere Mawe sherehe hii ni ya kipekee na pia inachukuliwa kuwa moja ya majaribio magumu zaidi duniani. Katika sherehe hii wavulana wanaotaka kuthibitisha kuwa wamekuwa na kuwa wanaume wanapaswa kupitia katika jaribio linalohusisha wadudu hatari sana wanaojulikana kama bullet ant. Mchwa huyu anajulikana duniani kwa kuwa na maumivu makali sana anapouma. Wanasayansi wengi wanasema maumivu yake ni miongoni mwa maumivu makali zaidi yanayoweza kusababishwa na mdudu. Watu wengi wanaoumiwa na mchwa huyu wanasema maumivu yake ni kama kupigwa risasi au kuungua kwa moto mkali. Ndio maana mchwa huyu huitwa bullet ant. Lakini kinachoshangaza zaidi ni jinsi kabila la Satere Mawe linavyotumia mchwa hawa katika sherehe yao ya jadi. Katika maandalizi ya sherehe hii, wanaume wazee wa kabila huenda msituni kukusanya mchwa hawa hatari. Baada ya kuwapata, mchwa hawa huwekwa katika hali ya kuwafanya wapoteze nguvu kwa muda mfupi ili waweze kutengenezewa kitu maalum kinachofanana na glove. Glove hizi hutengenezwa kwa majani na nyuzi za asili kutoka msituni. Ndani ya glove hizi mchwa wengi huwekwa wakiwa wameelekezwa miiba yao ya sumu upande wa ndani. Hii ina maana kuwa mtu atakayevivaa glove hizo atachomwa mara nyingi zaidi na mchwa hao. Siku ya sherehe inapofika, kijana anayepitia jaribio hili huvalishwa gloves au glove hizo mikononi, kisha analazimika kuzivaa kwa takriban dakika 10. Lakini sio hilo tu. Wakati kijana huyo amevaa gloves hizo, anatakiwa kucheza na kuonesha ujasiri mbele ya jamii yake. Watu wa kabila huimba nyimbo za jadi na kumpa moyo kijana huyo ili aweze kuvumilia maumivu makali. Katika dakika hizo chache, kijana anaweza kuchomwa na mchwa mara nyingi sana, na maumivu yake ni makali kiasi kwamba wakati mwingine mikono ya kijana huanza kutetemeka au kufa ganzi. Baada ya gloves kuondolewa, maumivu yanaweza kuendelea kwa saa nyingi au hata siku kadhaa. Wakati mwingine mwili wa kijana unaweza kuvimba au kupoteza nguvu kwa muda. Lakini kwa kabila la Satere Mawe, kuvumilia maumivu haya ni ishara ya ujasiri na nguvu ya kiroho. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba jaribio hili halifanyiki mara moja tu. Ili kijana atambuliwe rasmi kwa mwanaume kamili wa jamii, anapaswa kurudia jaribio hili takribani mara 20 katika kipindi cha miezi au miaka kadhaa. Ndio maana tamaduni hii inaheshimiwa sana katika jamii yao. Wanaamini kuwa mtu ambaye ameweza kuvumilia maumivu hayo mara nyingi ana nguvu ya kutosha kulinda familia na jamii yake. Mbali na tamaduni hii maarufu, kabila la Satere Mawe pia lina mchango mkubwa katika historia ya kilimo duniani.
Wao wanajulikana sana kwa kuwa miongoni mwa watu wa kwanza kulima mmea unaoitwa guarana. Guarana ni mmea unaotumiwa kutengeneza vinywaji vya kuongeza nguvu na hata dawa katika sehemu mbalimbali duniani. Kwa kabila la Sateremawe, mmea huu ni zawadi muhimu sana kutoka kwa mababu zao. Wanauamini sana na wanatumia katika sherehe zao, dawa za jadi na hata katika maisha ya kila siku. Hata hivyo, licha ya utajiri wa tamaduni zao, kabila la Sateremawe linakabiliwa na changamoto nyingi katika dunia ya kisasa. Kukatwa kwa misitu ya Amazon na maendeleo ya kisasa kunatishia sana maisha na utamaduni wao. Watu wengi wa kabila hili wanaendelea kupigania kulinda ardhi yao na tamaduni zao ili vizazi vijavyo viweze kuendelea kuishi kwa njia ya mababu zao. Hadithi ya kabila la Sateremawe inatufundisha kitu muhimu sana kuhusu ulimwengu wetu. Inaonyesha kuwa tamaduni za binadamu zinaweza kuwa tofauti sana, lakini kila moja ina maana kubwa kwa watu wanaoishi ndani yake. Kwao jaribio la mchwa hatari si adhabu wala mateso, ni ishara ya heshima, ujasiri na ukuaji wa mtu ndani ya jamii. Na pengine hii ndiyo sababu tamaduni yao imeendelea kuishi kwa muda mrefu sana katikati ya misitu mikubwa ya Amazon. Mwisho wa simulizi hii, tunapaswa kukumbuka kuwa dunia ina makabila mengi yenye historia na tamaduni za kipekee sana. Kujifunza kuhusu tamaduni hizi hutusaidia kuelewa vizuri zaidi utofauti wa maisha ya binadamu. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa